Karibu tuangazie habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina Hussein Bakari, Rodri wa habari. Baada ya ushindi wa goli 3-0 Simba Sports Club dhidi ya Namungo jana Jumatano Oktoba 2025, kocha msaidizi anayekaimu nafasi ya kocha mkuu wa klabu ya Simba, Suleiman Matola, amesema kuwa klabu ya Simba imerejea katika muundo mzuri ambao wanapaswa kucheza katika kila mchezo. Kocha Suleiman Matola Veron amesisitiza kuwa maandalizi watakayofanya yatawezesha timu hiyo kurejea katika ubora wa hali ya juu. Huwezi kuja kucheza tu from nowhere kama mjavifanyia vitu kazi. Kwa hivyo vyote vilivyotoka kwenye mechi ya leo vilifanyika katika uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho sisi tulikuwa tunakitafuta, kwa sababu Simba siku zote tuna mpira wetu. Tunahitaji kuenjoy game, tunahitaji kumanage game, tunahitaji kushinda kwa kucheza kwa utulivu, kitu ambacho leo tumeweza kukipata, na nafikiri ndio muendelezo ambao tunatakiwa tuendelee nao kama huu. Kwa upande wa meneja idara ya habari wa klabu ya Simba, Ahmed Ali, amesema kuwa kadri timu inavyocheza ndio inazidi kuwa bora. Amewataka mashabiki wa Simba kuunga mkono wachezaji, benchi la ufundi na uongozi kwa jumla. Haya yote yalikuwa ni mambo ya muda tu. Watu wakaingiwa na pressure, wakaanza kuwasikiliza watu wasiojua uhalisia wa Simba na wasiojua mpira, wakaingia kwenye hiyo pressure. Lakini mimi niwaambie wana Simba wasiwe na wasiwasi. Hii walioiona leo ni Simba yetu, lakini hatujafika kwenye Simba ya kwetu. Simba ya kwetu ndio tunaelekea huko. Ligi kuu ya NBC imesimama kwa wiki 2 kupisha kalenda ya FIFA. Michezo ya kimataifa baada ya kurejea Oktoba 17, 2025, Simba itacheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs kutoka Malawi, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo wa kwanza Simba itakuwa ugenini na itamalizia Oktoba 25 kampeni hiyo jijini Dar es Salaam. Na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, itaingia kambini Jumamosi Oktoba 4, 2025 kwa ajili ya maandalizi kujiandaa kuikabili timu ya taifa ya Zambia katika mchezo wa kuwania kufuzu kombe la dunia 2026, mchezo ambao utachezwa Oktoba 8, 2025 uwanja wa New Amaan Complex Zanzibar. Afisa habari wa TFF Clifford Marion Dimbo ameeleza kwa kina juu ya ratiba ya Taifa Stars kuelekea mchezo huo. Baada ya kikosi kutajwa kuelekea kwenye mchezo wa mwisho wa makundi kufuzu kombe la dunia dhidi ya Zambia, wachezaji wataripoti kambini Oktoba 4 hapa Dar es Salaam, ambako tutakuwa na session za siku 2 kabla ya kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wenyewe. Mchezo unataraji kuchezwa Oktoba 8 kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Mchezo utachezwa saa 4 za usiku. Bado ni mchezo muhimu kwetu kwa sababu bado tunataka kuendelea kukusanya alama nyingi zaidi katika michezo hiyo ya kufuzu kombe la dunia katika kundi letu. Kwa hiyo tunauendea mchezo huo kwa umuhimu mkubwa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Baada ya mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Zambia siku 2 mbele, Taifa Stars itasafiri kutoka Zanzibar kuelekea Dubai kwa ajili ya mchezo wa kirafiki wa kimataifa katika kalenda ya FIFA dhidi ya Iran. Mchezo muhimu ambao utachezwa Oktoba 14. Ukiangalia Iran ni moja kati ya mataifa 21 ambayo yana viwango vya juu kwenye ubora wa FIFA, kwa maana kwenye ranki za FIFA. Na mashindano makubwa ya mchezo wa Pado yanatarajiwa kuanza kesho Ijumaa Oktoba 3, 2025 katika viwanja vya Tanzanite Mikocheni, na yatajumuisha timu mbalimbali kutoka barani Afrika kama vile Kenya, Ghana, Afrika Kusini, wenyeji Tanzania na mataifa mengine mengi. Kuelekea mashindano hayo, mchezaji wa Tanzania Edna Mfinanga amesema kuwa maandalizi yanaendelea vizuri, na kwa kuwa mashindano yanafanyika nchini, watahakikisha heshima ya Tanzania inalindwa. Na natumaini tutafanya vizuri kwa kweli, kwa sababu wachezaji kwanza wanakuja wengi kutoka nje ya nchi, Kenya, South Africa, Ivory Coast, Ghana, wanakuja wachezaji wengi na mashindano yatakuwa makubwa. Tunaanza kesho wasichana, wavulana wanafuata Jumamosi. Natumaini kwa kuwa tumejiandaa vizuri, alafu ni nchi yetu sisi na viwanja ni vya kwetu, tumevizoea, tutafanya vizuri. Kukua kwa mchezo huu wa Pado wenye asili ya mchezo wa tennis umeendelea kuwa fursa ya ajira na mchezo rafiki kwa vijana. Edna Mfinanga ameeleza umuhimu wa mchezo huu. Mchezo wa Pado kwa sasa hivi kweli wachezaji wanakuwa ni wengi, ni fun game, ni mzuri, mtu yoyote anaweza kucheza, alafu unapozidi kukua watu wanazidi kujua zaidi. Kwa upande wa Tanzania wasichana wako 18, kwa hiyo wasichana 18
na wengine ambao hapo tumechanganyikana wote wa South Africa, wa East Ivory Coast, wa Kenya na sisi pia. Kwa nadhani tutafanya vizuri. Tumalizie kwa kuangazia habari za michezo kimataifa. Baada ya Barcelona kupokea kipigo cha kwanza msimu huu kwa kuchapa goli 2-1 na mabingwa watetezi Paris Saint-Germain PSG katika uwanja wa Olimpiki kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya, Ferran Torres alifunga bao la kuongoza mapema kwa upande wa Barcelona, lakini Seni Mayulu alisawazisha kwa PSG kabla ya mapumziko na Goncalo Ramos akafunga bao la ushindi katika dakika 90 ya mchezo. Kocha wa Barcelona Hans Flick amekiri wazi kuwa kikosi chake hakikuwa katika kiwango cha ubora kama wapinzani wao. Amesema timu yake haikuwa na udhibiti mzuri wa mchezo, hasa baada ya dakika 30 za kwanza na kuchoshwa na ratiba ngumu ya mechi nyingi. Hans Flick amesisitiza umuhimu wa kujifunza kutumia nafasi, kumiliki mpira na kuwa na muundo imara wa ulinzi kama ulivyo kwa PSG. Kuelekea mchezo unaofuata katika ratiba ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa Barcelona, klabu hiyo imetangaza kuwa mchezo wao wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya Olympiacos uliopangwa kuchezwa Oktoba 21 utachezwa katika dimba la Olympic Luis na si Spotify Camp Nou. Ikumbukwe mara ya mwisho miamba hiyo ya nchini Hispania kutumia uwanja wa Camp Nou ulikuwa Mei 2023 walipoipiga Mallorca kwenye mchezo wa ligi kuu nchini Hispania La Liga. Uwanja huo hapo awali ulikuwa ukiingiza jumla mashabiki 1099 na baada ya ukarabati uwanja huo utakuwa na uwezo wa kuingiza mashabiki 105,000. Ripoti za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hussein Bakari, Radio Habari, mwenye utajiri wa habari wa EATV.